Siku ya leo tutaongelea jinsi ambavyo Kenya wamejipiga kitanzi kwa Waisraeli, mikononi mwa Israel. Na kwa nini naongelea hii habari? Si habari mpya, ni habari ya toka mwaka jana, na habari yenyewe ni juu ya Kenya kununua ulinzi wa anga wa Israel, lakini sio kwa kununua kwamba kwa kutoa pesa zao, bali ni kwa njia ya mkopo. Sasa hiki ni kitanzi kikubwa sana wamejipiga. Sasa nitaongelea mengi na kwa nini nasema wamejipiga kitanzi. Kwanza kabisa mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Tanzania Global. Sasa sisi kwa muda mrefu mataifa yetu ya Afrika yalitawaliwa na wakoloni hawa wazungu wa Ulaya Magharibi, na tulipopata uhuru wakahakikisha wanatuingiza katika system ya ukoloni mamboleo, na sasa hivi ndo tunapambana kujitoa katika hiyo system, japo ni ngumu, na mpaka sasa hatujafika hata theluthi ya kujitoa. Kwa hiyo tuko hapa tukiwa tunapambana kwa kuangalia namna gani tutajinasua kwa wazungu, na wakati huu tunapotafuta njia ya kujinasua kwa wazungu, Israel naye yuko bize kutafuta njia ya kuingia Afrika, kupata ushawishi Afrika. Unaona? Kutokana na hilo, kwa hiyo sasa hivi kuna mataifa mbalimbali ya Afrika wanashirikiana na Israel kwenye mambo mbalimbali. Lakini hii ya Kenya ni tofauti kidogo, sio kwenye mambo ya kilimo au kwenye mambo ya teknolojia. Hii ya Kenya ni kwenye mambo ya ulinzi. Na nataka sasa niongelee jinsi ambavyo hii inakwenda kuifanya Kenya inaongeza mtu mwingine wa kuwa tegemezi kwake. Umeona Yaani sasa hivi mataifa yetu tunajiona kabisa kwamba sisi ni tegemezi kwa mataifa ya wazungu. Sasa kwenye taasisi zao za fedha wanaingiza sera zao mbalimbali zinazodidimiza uchumi wetu, kutokana na kwamba tuna madeni katika taasisi zao za fedha za wazungu wa Magharibi. Sasa kujiingiza kwenye kitanzi kizito cha Israeli tena, huo ni mzigo mkubwa sana. Umeona? Lakini kwa Wakenya pengine huu sio mzigo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kenya wamekuwa na mahusiano mazuri na Israel kwa muda mrefu. Huyo ni partner wao. Lakini pia Kenya pengine kwa sababu ya mambo ya ugaidi wako karibu na Al-Shabaab, kwa hiyo wanahitaji kuwa na system nzuri ya kujilinda. Lakini pamoja na yote haya, naendelea kukumbushana kwamba mkopo huwa unapiga watu kitanzi sana. Mikopo ya Magharibi inatuumiza mpaka leo. Sasa je, mikopo na Israel inakuwaje? Kama unanisikiliza kupitia Instagram au TikTok, bonyeza link hapo juu, itakupeleka katika YouTube channel yetu. Utakwenda kuisikia hii habari kwa urefu zaidi na utafunguka sana macho kwa kile nitakachokielezea. Bonyeza link hapo juu. Haya, kama unanisikiliza kupitia YouTube, tuendelee. Sasa Kenya imekopa ulinzi wa anga wa Israel ambao unaitwa Spider System. Na haya yalikuwa ni makubaliano yatokea mwaka jana. Kwa nafikiri mwaka jana Disemba ndo mambo yalikuwa yamekamilika, pengine nafikiri kwa jinsi nilivyoona katika vyombo vya habari. Kwa hiyo si kwamba ni habari mpya labda ya juzi. Na kama nilivyosema mwanzo, huu ni mkopo, sio kwamba wametoa pesa zao, na ni mkopo wa dola milioni 26 kwa mujibu wa vyombo vya habari. Na kama nilivyosema mwanzo, wanahitaji ulinzi bora kwa sababu ya kupambana na magaidi. Huu ni ulinzi ambao utawalinda dhidi ya drones, makombora na vitu kama hivyo. Kama ufahamu, makundi ya magaidi sasa hivi na yenyewe yanaingia kwenye teknolojia mpya. Sasa hivi yanapigana kwa kutumia drones na nini, kwa hiyo watu wanajitahidi kujilinda nao. Tuende moja kwa moja kwenye utegemezi. Kwa nini nilisema kwamba Kenya wanajipiga kitanzi? Ni kwa sababu unapokopa ulinzi wa anga kama hivyo walivyokopa kwa Israel, cha kwanza kabisa kunakuwa na utegemezi wa mambo ya, kwa mfano, vipuli au spare parts. Unaona? Lakini pia utawategemea kwenye mambo ya kuupdate software. Kwa maana yake ni kwamba hauwezi kujisimamia mwenyewe. Hapo ni lazima itabidi uwe na utegemezi nao juu ya vitu kama hivyo. Lakini cha pili, kuna gharama. Umeona kuna matengenezo, kuna mafunzo ya wataalamu wenu inabidi pia wafundishwe na nini. Hivyo vyote ni utegemezi. Sio kwamba kama unavununua nguo, kwamba ukinunua nguo inakuwa yako, au ukinunua gari ni lako. Ukishanunua kitu kama hiki, na hapa mbaya zaidi ni wamekopa. Kwa hiyo lisha inabidi muwachekee kila saa, mwe mnawakenulia meno kwa sababu wamewakopesha,
lakini pia inabidi muwategemee kwa sababu inabidi wao wanafanya kwa ajili ya mambo kama hayo niliyoelezea. Sasa kitu kama hiki, kwa mfano kama hivyo mmekopa, kinakuja pia na shinikizo la kisiasa. Wakati mwingine kuna mashinikizo ya kisiasa itabidi Kenya wawe nayo kwa sababu ya mkopo walionao kwa Waisraeli. Unaona, naposema mashinikizo ya kisiasa namaanisha nini? Namaanisha kwamba kwa mfano kama Israel tunaiona ni nchi ambayo iko vitani kila siku, inapambana na mataifa mbalimbali. Kuna wakati mara nyingi, na siwezi kusema mara nyingi, nasema mara zote, kwa sababu Israel inakalia ardhi za watu kimabavu. Kwa hiyo ni kosa kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kuna wakati mataifa yanabidi wengine Umoja wa Mataifa waikemee Israel, wapige kura kuikemea Israel. Ukiwa umewakopa pesa nyingi kama hizo kwa ajili ya ulinzi wa anga, utaweza kusimamia haki ndani ya Umoja wa Mataifa, labda kuweza kukemea maovu ambao wanayafanya, kukemea kukalia ardhi za watu kimabavu? Unakuwa huwezi, unapata shinikizo la kisiasa la kuweza labda kunyamaza au kuitetea wakati mwingine. Lakini pia ubaya wa mikopo tumeiona kutoka kwa watu wa magharibi kupitia taasisi zao za fedha kama IMF na Benki Kuu, inawafanya wawe na ushawishi katika uchumi wetu. Wanakuambia fungueni uchumi wenu, tutakuwa tunawapa ushauri na nini cha kufanya. Kwa maana hiyo, hii inaweza pia ikawapa Israeli upenyo zaidi wa kuwa na ushawishi katika maamuzi mbalimbali ya kitaifa kule Kenya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaona kabisa kwamba yani hakijawahi kuwa kizuri. Mikopo haijawahi kuwa mizuri kwetu kwa mataifa ya magharibi, jinsi tunavyoteseka nayo. Kumchukua mtu mpya tena aje awakopeshe, na mtu mwenyewe ni Israeli na sifa yake inajulikana katika mbele ya dunia, hii inakuwa ni hatari zaidi. Na kwa hawa wa Kenya tunaweza tukasema kweli wana tatizo kama hivyo la mambo ya ugaidi wako karibu, pengine ndio maana walihitaji. Lakini kwa mataifa mengine nafikiri haina haja ya kujiingiza kwenye mikopo ya watu wapya, kutokana na kwamba hizo fedha ni heri zikaingia, yani fedha za mataifa. Kwa mfano kama sisi Tanzania hatuna tishio kubwa la usalama, kwa hiyo sisi tunaangalia tu mipaka yetu kuilinda na nini. Kwa hiyo vitu kama hivi, yani nilikuwa natamani hizo fedha ziwekwe kwenye vipaumbele, labda kama afya, elimu, unaona, miundombinu. Lakini sio hivi. Je, Tanzania tuna mkopo na Israel wa aina hii? Hapana. Sisi hatuna mkopo na Israel wa aina hiyo ya mambo ya kijeshi, na natamani kitu kama hicho kisitokee kwetu. Kwa nini sitaki kitu kama hicho kitokee kwetu? Kwa sababu sitaki tuwe na mkopo wa ulinzi na Israeli. Najua tunaenda kujipiga kitanzi kingine. Kwa hiyo sitaki kabisa kitu kama hicho kitokee Tanzania. Na kitu kingine ni sifa ya Israeli. Sifa ya Israel sasa hivi tunaona inakiuka mambo mengi ambayo yako kinyume na haki za binadamu. Kama vile wazungu ambavyo wanatuambia kwamba hatutaki kufanya kazi na nyie, labda mnakiuka haki za binadamu, sijui hamna demokrasia, kwa hiyo hatuwapi sijui hiki, hatufanyi kazi na nyie kwenye hiki. Na sisi natamani tuwe tunaangalia vitu kama hivyo, kwamba taifa linalokiuka haki za binadamu tuwe tunajaribu kujiengua nalo. Hii inaleta heshima kitaifa, tunakuwa na msimamo, lakini pia tunaridhisha wananchi, kutokana na kwamba wapo wananchi ambao wanaguswa moja kwa moja na yale mambo ambao wanayafanya Israeli. Wengine kutokana na asili, wengine kutokana na dini, wengine kutokana na kwamba wanapenda haki. Umeona Kwa sababu hapa sisi tunao Tanzania wengi wa Arabu, wanaguswa na yale ambao Israel wanayafanya kwa Waarabu wenzao kule. Tunao Tanzania wengi Waislamu, wanaguswa na Israel wanaofanya kwa Waislamu wenzao kule. Tunao Tanzania wengi wa Kristo, wanaguswa na jinsi Israel wanajeshi wao wanavyobomoa makanisa na kudhihaki masanamu kule ya makanisani. Tunao wapenda haki tu, wanaguswa na Israel wanavyovunja haki. Kwa hiyo na mimi natamani tuwe hivyo, yani kwamba tusiingie katika mikono ya ushawishi, yani tusimpe mtu kama Israel ushawishi mkubwa katika taifa letu, kutokana na kwamba anakiuka taratibu za haki za binadamu na anavunja sheria sana za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sisi tuwe tunachagua kama wazungu wanavyochagua, wanavyogoma kufanya kazi na sisi kwenye mambo mbalimbali, wakituambia kwamba nyie hamna demokrasia, sijui nyie mnakiuka sijui haki za binadamu, na sisi tunatamani tufanye hivyo, kwamba tusifanye. Na ninashukuru hatujajitia kitanzi kwa Israel, na natamani tusijitie kitanzi kwa Israel. Sasa hivi tuko bize kujinasua katika kitanzi cha mataifa ya magharibi. Mimi naitwa Robin Rachel.